Kitabu cha mwanamke, fungua kurasa. Zangu, sisi wote hapa ni viongozi. Unaweza ukawa kiongozi kwenye ngazi ya familia, unaweza ukawa kiongozi kwenye ngazi ya serikali, na unaweza ukawa kiongozi katika kundi la watu ambao uko nao. Lakini viongozi wako aina mbili. Kiongozi wa kuzaliwa na kiongozi wa kujifunza. Kuna watu wanapatiwa trainings, mafunzo mbalimbali ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo msikariri kwamba kiongozi lazima atoke kwenye siasa. Kiongozi hata hapo ulipo wewe ni kiongozi. Inategemea tu uko kwenye mazingira gani na unawaongoza kina nani. Ninachotaka kuwaambia ndugu zangu, mimi kwenye nafsi yangu kuna kitu kinanisukuma kwamba wewe ni lazima uwe kiongozi na umeletwa duniani kuja kuwaongoza wenzako. Ni lazima iwe hivyo. Wadogo zangu, wakubwa zangu, ipo sauti inayosema kwenye nafsi yako kwamba wewe unaweza kufanya kitu fulani. Unaweza kuwa mtu fulani. Naomba ndugu yangu, ukitoka hapa leo, nenda kaisikilize hiyo sauti inayosema na wewe, ukaifate. Vijana wengi hatufanikiwi kwa sababu tunakuwa wepesi wa kusikiliza nani na nani wanatushauri nini. Na mara nyingi wanaotushauri hawatutakii mema. Wanaweza akakwambia wewe uwezi, utoboi, na wewe ukaamini kweli utoboi. Lakini imani ile faith, ile kitu inayosema na wewe kwenye moyo wako, inakwambia wewe unaweza, wewe utakuwa fulani, hebu fanya hiki kitu fulani utafanikiwa. Hutaki kuisikiliza hiyo nafsi. Kila mmoja hapa duniani ameletwa kwa kusudio maalum. Hakikisha hilo kusudio unalitimiza kabla ya wewe kuondoka duniani. Changamoto kubwa ni kujitambua. Kuna watu wengi wanafika mpaka umri wa miaka 40 hajui yeye ni nani na anataka kuwa nani.